Habari popote pale ulipo, karibu sana kwenye Multipolar Vision. Jumapili muru watu nakutana kwa ajili ya mijadala kadha wa kadha kwa yale ambayo yanaendelea ulimwenguni, kwa upande wa pili kuangazia kina zaidi cha kile ambacho kinazungumzwa na kukieka mezani kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Tunakufikishia kile ambacho tumekuandalia. Na wiki hii yako mengi ambayo yanaendelea kujiri, ikiwemo sehemu ya mchakato unaoendelea hivi sasa wa vuguvugu la vita Mashariki ya Kati, Israel Marekani dhidi ya Iran. Lakini mwisho wa siku pia hii leo kwenye sehemu ya pili tutaangalia pia usalama wa vituo vya nyuklia katika ulimwengu wa hivi sasa, jambo ambalo pengine linatazamwa kuwa na hiari ya kubadilisha sheria ama mifumo fulani ambayo itavipa usalama vile vituo ambavyo ni vya nyuklia. Karibu sana kwa mara nyingine kwenye Multipolar Vision. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona. Na leo kwenye kuangazia hili upande wa pili wa shilingi tutakuwa hapa na mchambuzi pia wa siasa za kimataifa Bwana Ayub Ngano, na tuko naye hapa kwa ajili ya kuliangazia mengi zaidi. Lakini kwa hivi sasa moja kwa moja tupate nafasi ya kumwalika hapa Abel Mponela ambaye atatupitisha kwenye simulizi ya kile ambacho kinaendelea ulimwenguni, hususan kwenye sehemu ya mchakato mzima. Na tumeshuhudia pia wiki iliyopita ziara ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akienda nchini Urusi kwa ziara maalum aliyoalikwa na Rais Vladimir Putin kwa takriban miaka kadhaa iliyopita, ambapo rais wa mwisho aliyofika katika taifa la Urusi ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na rais wa pili ni rais wa awamu ya sita Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini hivi sasa twende tukapate simulizi hizi kwa matukio yanaendelea kujiri maeneo kadha wa kadha, ambayo ni makala inayoangazia yanayoendelea kujiri duniani kutokea barani Afrika na maeneo mengine. Asante sana Ali Kashmiri na mfuatiliaji wa Clouds, na hii ni Multipolar Vision sehemu ya kwanza, na hapa tukianza kuangazia Urusi ambavyo inaimarisha nafasi yake kama mshirika mkuu wa nchi za Global South. Juma la kwanza mwezi huu, jukwaa la kiuchumi la kimataifa la St. Petersburg limekuwa mojawapo ya majukwaa kwenye wawakilishi wengi na maudhui mazito zaidi katika historia yake yote iliyowahi kutokea. Jukwaa hilo lilikusanya zaidi ya washiriki 12,000 kutoka nchi 130, huku kukiwa na idadi kubwa ya wajumbe waliovunja rekodi kutoka mataifa ya Afrika, Asia na Amerika ya Kusini. Mada kuu katika mkutano huu zilikuwa mamlaka ya kiteknolojia, mpito wa kutumia sarafu za kitaifa katika biashara ya kimataifa, usalama wa chakula na nishati, pamoja na maendeleo ya miundombinu katika nchi za Global South. Tofauti na majukwaa mengine mengi ya Magharibi ambapo maneno matupu hutawala, katika jukwaa hilo msisitizo uliwekwa kwenye makubaliano mahususi na miradi ya kivitendo. Kulingana na matokeo ya jukwaa hilo, mamia ya makubaliano ya kibiashara na ya kiserikali yalitiwa saini, na sehemu kubwa ya mikataba hiyo ilihitimishwa na washirika kutoka Afrika na Asia katika nyanja za nishati, uchimbaji madini, kilimo, miundombinu ya kidigitali na usafirishaji wa vifaa, yani logistics. Jukwaa hilo lilithibitisha kwamba Urusi isijali shinikizo la vikwazo na inadumisha kuimarisha nafasi yake kama moja ya vitovu vya mvutano kwa nchi zinazotafuta njia mbadala ya mifumo ya ushirikiano wa Magharibi. Tukio hilo lilinogeshwa na ziara ya kiserikali nchini Urusi ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambayo ilianza kuanzia Juni 3 mpaka Juni 6. Wakati wa ziara hiyo, Tanzania ilitangaza kuzinduliwa kuanzia Julai mosi 2026 kwa safari za ndege za moja kwa moja za Air Tanzania kutoka jijini Dar es Salaam na Zanzibar kwenda Moscow mara 3 kwa wiki, hatua muhimu sana kwa maendeleo ya utalii, mawasiliano ya kibiashara na uhusiano wa kibinadamu. Biashara ya nchi mbili katika mwaka uliopita ilikuwa kwa asilimia 25 na kufikia dola 400. Ziara ya kiongozi huyo wa Tanzania imekuwa ishara ya wazi wa mwelekeo mpana zaidi, huku wajumbe kutoka mataifa zaidi ya 20 ya Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na washirika wakuu kando ya mstari wa BRICS na nchi ambazo katika miaka ya hivi karibuni zimejifungua kutoka kwenye uwepo wa kijeshi wa Ufaransa katika eneo la Sahel. Na sasa tuangazie ongezeko la uhasama kutoka Kiev katikati ya utayari wa Urusi kwa mazungumzo. Wiki ya kwanza ya Juni 2026 katika mwelekeo wa Kiukraine iligubikwa na ongezeko kubwa la uhasama kutoka Kiev dhidi ya utayari thabiti wa Moscow kwa mazungumzo yenye maudhui madhubuti. Wakati upande wa Urusi ukionyesha wazi uwezekano wa mazungumzo, ikiwa ni pamoja na mkutano wa kibinafsi wa marais,
majeshi ya Ukraine yalifanya mfululizo wa uchokonozi wenye lengo la kuvuruga mipango yoyote ya amani na kutengeneza kelele za kielektroniki na kimaelezo usiku wa kuamkia na wakati wa jukwaa la kiuchumi la kimataifa la St. Petersburg. Vitengo vya mashambulizi vya Urusi vilisonga mbele katika sehemu ya kusini ya mji na katika mkoa wa Kherson. Vikosi vya Urusi viliimarisha nafasi mpya kwenye ukingo wa kushoto wa mto Dnieper, vikiboresha udhibiti wa njia za usafirishaji na madaraja. Upande wa Ukraine ukiwa hauna kabisa rasilimali za kutosha kwa hatua kubwa za mashambulizi ya kujihami, ulizidi kuhamia kwenye mbinu za mashambulizi ya kigaidi kwenye maeneo ya nyuma ya Urusi, vifaa vya miundombinu muhimu pia. Moja ya uchokonozi mbaya zaidi wa wiki hii ilikuwa ni mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, yani drones, huko St. Petersburg, ambayo yalifanywa usiku wa Juni 4 mpaka 5 na kuendelea asubuhi ya Juni 6. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, usiku wa Juni 5 pekee, drones 50 mpaka 60 hivi za masafa marefu za aina ya ndege zilirushwa kutoka eneo la Ukraine kuelekea mkoa wa Leningrad na St. Petersburg. Mstari hatari zaidi wa ongezeko la uhasama ulikuwa mashambulizi kwenye kiwanda cha nishati cha nyuklia, licha ya makubaliano yaliyofikiwa hapo awali na IAEA kuhusu kusitisha mapigano karibu na kiwanda hicho na kuzuia makombora. Vikosi vya Ukraine vilipiga mara kwa mara eneo la Zaporozhye, NPP na maeneo ya jirani wakati wa wiki, na kulingana na huduma za operation, drones 6 hadi 7 zilirushwa na milio ya mizinga kutoka kwa bunduki za milimita 152 zilifanyika. Na tukitupilia mbali hilo sasa, tugeukie vipi kuhusu ongezeko la uhasama kati ya Lebanon pamoja na Israel. Kufikia mwanzoni mwa Juni 2026, mgogoro kati ya Israel na Hezbollah uliingia katika hatua ambayo uongozi wa kijeshi na kisiasa wa Israel ulichukua mwelekeo wa wazi kuelekea suluhisho gumu zaidi la kijeshi. Baada ya kuanza tena kwa mapigano makali mnamo Machi 2026, jeshi la ulinzi la Israel IDF liliongeza pole kasi ya mashambulizi ya anga na kina cha uwepo wa vikosi vya ardhini kaskazini mwa mto Litani. Kufikia mwisho mwa Mei na mapema Juni, vikosi vya Israel vilikuwa vikiendesha mashambulizi makubwa zaidi ya ardhini kwenye ardhi ya Lebanon katika miongo ya hivi karibuni, huku vikijiandaa kwa mashambulizi yanayoweza kutokea kwenye vitongoji vya kusini mwa Beirut, eneo la Dahia, ngome ya jadi ya Hezbollah. Vyombo vya habari mapema Juni vilifikisha taarifa za waziri mkuu wa Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa Israel Katz kuhusu utayari wa kushambulia Dahia iwapo mashambulizi dhidi ya kaskazini mwa Israel yataendelea. Hii ilikuwa ni ishara muhimu sana. Kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa hatua ya sasa ya mgogoro huo, uongozi wa Israel ulifikia wazi uwezekano wa kuhamasisha mapigano moja kwa moja kwenye eneo la mji mkuu wa Lebanon na vitongoji vyake. Sambamba na hilo, Israel iliendelea kushambulia miundombinu ya Hezbollah na mamia ya watu waliuawa, wakiwemo raia na wafanyakazi wa huduma za dharura. Kundi hilo liliendelea kushambulia kaskazini mwa Israel likitumia makombora ya jadi na drones zinazothibitiwa kwamba ni nyuzi za macho, yani fiber optic, ambazo ni ngumu zaidi. Katika hali hii, Marekani iliongeza kwa kasi juhudi zake za upatanishi. Utawala wa Donald Trump ulikuwa na nia kubwa ya kupunguza mivutano, kwani ongezeko kamili la uhasama kati ya Israel na Hezbollah lilitishia moja kwa moja vurugu na mazungumzo na Iran. Teherani hapo awali ilikuwa tayari imesitisha mawasiliano na Washington, ikiyaunganisha na hali ya Lebanon. Kundi hilo lilionyesha utayari wa upinzani wa muda mrefu na linakataa kukubali maamuzi hayo ambayo linayaona kwamba hayana faida. Kukataa mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano kwa kiasi, Hezbollah ilionyesha kwamba haina nia ya kutoa kheri ya upande mmoja hata chini ya shinikizo kubwa la kijeshi. Hii inatengeneza mtihani mzito kwa Israel. Kuendeleza ongezeko la uhasama kunabeba hatari za mgogoro mkubwa wa kikanda, wakati kusimama bila kufikia matokeo muhimu kunaweza kuchukuliwa ndani ya nchi kama kushindwa. Na sasa Colombia. Hapa tunaangazia duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais. Mgombea wa mrengo wa kulia De La Espriella aongoza, Kepalde wa mrengo wa kushoto aachwa nyuma, lakini duru ya pili ilibaki wazi. Rais aliyeko mamlakani Gustavo Petro, aliyechaguliwa mwaka 2022 kama mkuu wa nchi wa kwanza wa mrengo wa kushoto katika historia ya nchi hiyo, kikatiba
hakuwa na haki ya kugombea kwa muhula wa pili mfululizo. Kwa hiyo uchaguzi uligeuka kuwa mapambano ya kama Colombia itaendeleza mwelekeo wa umoja wa kihistoria ama itarejea kwenye ajenda ngumu zaidi ya mrengo wa kulia kuhusu masuala ya usalama na uhusiano wa Marekani. Ushindi wa kujiamini katika duru ya kwanza ulipatikana na mgombea wa mrengo wa kulia Abelardo de la Espriella, mwanasheria mkuu mpya wa kisiasa anayejulikana kwa hotuba zake ngumu juu ya masuala ya uhalifu na biashara ya dawa za kulevya. Alipata 43.74% ya kura. Katika nafasi ya pili alikuwa mgombea wa mrengo wa kushoto Ivan Cepeda, senator, mshiriki wa karibu sana wa Petro na mmoja wa mtu muhimu sana katika mazungumzo na makundi yenye silaha ndani ya mfumo wa sera ya amani kamili. Cepeda alipata 40.90%. Tofauti kati yao ilikuwa takriban 2.84% tu. Nafasi ya tatu ilienda kwa mgombea wa mrengo wa kati kulia Paloma Valencia akiwa na matokeo madogo zaidi, takriban 6.9 hivi mpaka 7. Idadi ya waliojitokeza kupiga kura ilikuwa takriban 57.9. Kura za maoni kabla ya uchaguzi mara nyingi zilimweka Cepeda katika nafasi ya kwanza ama zilionyesha ushindani mkali zaidi. Hata hivyo, mgombea wa mrengo wa kulia alifanikiwa kuhamasisha kura za wapiga kura wasioridhishwa na ukuaji wa vurugu, kufeli kwa mazungumzo na makundi yenye silaha na kuzorota kwa hali ya kiuchumi. De la Espriella alijipambanua kama mpinzani mkali wa uhalifu na muumini wa ushirikiano wa karibu zaidi na Marekani pamoja na kuendana na sera ya Donald Trump. Ivan Cepeda kinyume chake alitegemea kuendeleza mwelekeo wa Petro: mageuzi katika nyanja ya kijamii, mazungumzo na makundi yenye silaha na sera ya kigeni inayojitegemea zaidi, ikijumuisha ukosoaji wa msimamo mkali wa Washington kuhusu Venezuela na dawa za kulevya. Duru ya pili imepangwa kufanyika Juni 21 mwaka huu. Sasa swali kuu ni wapi kura za wafuasi wa Paloma Valencia na wagombea wengine ambao hawakufika duru ya pili zitaenda? Sehemu ya wapiga kura mlengo wa kulia na kati inaweza kumuunga mkono de la Espriella. Hata hivyo, sehemu ya pili ya kura inaweza kwenda kwa Cepeda ikiwa wapiga kura wataamua kwamba ajenda ya mrengo wa kulia ulioathiri ni ya msimamo mkali sana. Cepeda mwenyewe ameshangaza utayari wake wa kuunganisha nguvu zote zinazopinga kurejea kwa mtindo wa zamani wa vita vikali na walanguzi wa dawa za kulevya. Hii ni Multipolar Vision hapa Clouds. Mimi ni Abel Mponela. Bye kwa sasa. Alright, tumerejea tena bwana Multipolar Vision baada ya kupata simulizi ya makala iliyosheheni matukio mengi zaidi ulimwenguni kote kutokea barani Afrika na maeneo mengine tukiagusia, na hivi sasa tunaingia katika sehemu ya pili kuhusiana na mchakato wa usalama wa vituo vya nyuklia katika ulimwengu wa hivi sasa. Na nimemwalika pia mchambuzi wa siasa za kimataifa bwana Ayub Ngano. My brother. Yeah, bro. Tuko vizuri kabisa. Tuko vizuri. Mambo yanaenda. Karibu sana kwa mara nyingine kwenye Multipolar Vision. Asante sana. Leo yako mengi zaidi, lakini nitapita pia kwenye sehemu ya masimulizi na mchakato wa maswali ambao tumeandaa kwa ajili ya kupata maelezo ya ziada. Lakini ni dhahiri shahidi ya kwamba katika historia ya nishati ya nyuklia na usalama wa kimataifa, hadi hivi karibuni kulikuwa na maridhiano katika mazingira ya mgogoro, huku vituo pia vya nyuklia vikiwekwa mbali na operesheni za masuala ya kijeshi. Sasa mataifa kadhaa ya nyuklia na yaliyo karibu kuwa nayo yako katika hali ya mgogoro, kwani mitambo ya nishati ya atomic, vinu vya utafiti na vituo vya mzunguko pia wa mafuta ya nyuklia viko hatarini kushambuliwa, kulingana na sehemu pia ya mapishano ya mataifa fulani na mataifa fulani wale ambao wanamiliki nyuklia. Sasa je, mabadiliko haya yanabadilisha kwa kiasi gani mitazamo ya awali kuhusiana na kile ambacho kinazungumzwa kama chokonolewa kwa miundo mbinu ya nyuklia yenyewe? Na je, tunaweza kusema kwamba ulimwengu umeingia katika kipindi ambacho vituo vya nyuklia vinakuwa shabaha katika operesheni za masuala ya kijeshi duniani? Yes, unajua kuna sababu kwa nini panapotokea vita ama machafuko kwa nchi za bara la Ulaya ama zile nchi ambazo zinamiliki hivi hizi nuclear power plants ama ile mitambo ya kuzalisha ama kufua nuclear, kwa sababu nuclear kazi yake si tu kwa kutengeneza hizo silaha za maangamizi, lakini ni nishati ambayo inaweza
kuzalisha nishati safi bila kuharibu mazingira, na nyuklia ikitumika vizuri inatoa nishati ya umeme ambayo inaweza ikazalisha ama ikatumika kwenye maendeleo ya viwanda, lakini pia nchi inaweza ikafanya biashara kwa kuhakikisha kwamba inauza hiyo nishati ya umeme kwa nchi majirani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo zile nchi ambazo zinamiliki hizi power plants za nuclear ama mitambo ya kufulia ama kuzalishia ile nishati ya nuclear, wao kuna namna wanatumia vibaya ile utaratibu wa uzalishaji wa nishati ya nyuklia. Kuna wengine wanatengeneza ama wanakuwa na wanasayansi ambao wanatumia mitambo hiyo hiyo kuweza kuzalisha silaha ambazo zinaweza zikitumika vibaya zinaweza zikaharibu maisha ya watu, kwa sababu kuna uhalisia tayari ambao umesha kutokea. Silaha ya nyuklia nini inaweza kufanya? Mwaka 1945 Nagasaki na Hiroshima ni mfano halisi. Endapo nyuklia itatumika vibaya, basi ni kitu gani ambacho kinaweza kufanya? Tunakumbuka Japan kwa muda mrefu sana ardhi yao ilipata madhara ya kutokuweza kuzalisha mmea wowote, lakini kwa binadamu zile nuclear radiations ama mionzi ya nuclear inaweza kuleta madhara ya moja kwa moja kwa afya ya binadamu. Kuna madhara ya aina mbili, kuna madhara ya nje na kuna madhara ya ndani. Nje tunazungumzia phenotypic ratio ama phenotypic appearance ya binadamu. Mfano, utakuta ngozi na babuka, nywele kuweza kupotea, na kuna madhara ya muda mrefu na kuna madhara ya muda mfupi. Kuna kitu kinaitwa acute radiation syndrome. Hii inawakuta wale watu ambao wameweza kuathiriwa na hii mionzi ya nuclear. Kuna dalili huwa wanazionyesha, mfano ngozi kuharibika, kuungua, lakini nywele kuweza kuisha, na tatu kutapika. Na ukija sasa kwenye namna ambavyo hii radiation na hii mionzi ya nuclear ina madhara kwa binadamu, kwa ndani inaenda kuathiri, inaua seli za uhai, lakini pia inaenda kuathiri moja kwa moja kwenye vinasaba. Nazungumzia DNA ya binadamu. Kwa hiyo inalazimisha DNA kuweza kufa ama inakuwa mutated, yani inaharibika. Kwa hiyo once pale wale watu ambao wamepata madhara ya hii mianzi ama hii mianzi ya nuclear, wanapoenda kutengeneza kizazi kingine ama watoto, kuna hatihati ya watoto ambao watazaliwa kwenye lile eneo ambalo limeathiriwa na miale ya nuclear kuweza kuzaa watoto ambao ni deformed, yani watoto ambao ni vilema, miguu inakuwa imepinda, mikono wanaharibika, sura wanakuwa deformed. Kwa hiyo hiyo ndo madhara ya nuclear. Kwa hiyo kwa nini baadhi ya nchi ambazo zinahisi, kuna baadhi ya mataifa yakiwa na hizi silaha za nyuklia, dunia inakuwa tena sio sehemu salama? Kwa sababu wale watu wakitumia hizo silaha, ile sumu ya nyuklia inaweza ikaathiri umbali mrefu, na ule umbali mrefu ambao unaweza kuathiri moja kwa moja ile leta shumu, ile moshi umekaa angani kwa muda mrefu. Kwa hiyo ikaja ile process ya condensation, mvua ikaja kunyesha. Kwa hiyo mvua ikinyesha inanyesha sumu ya nuclear. Sasa unaweza kupata picha, Tanzania tunaweza tukawa hatuna hizo silaha za nyuklia, lakini kuna baadhi ya mataifa ambayo yakipigana hizo vita za nyuklia, ile sumu huwa inasambaa. Once ikisambaa, hata sisi tunaweza tukaathirika. Kwa hiyo tunaweza tukaathirika kwenye mimea, tukaweza kuathirika afya tukibinadamu. Ndio kama hivyo unaona seli huwa zinakufa, zinaenda kuharibu masuala ya DNA, watoto wanaozaliwa wanakuwa vilema. Kwa madhara yake ni makubwa sana. Kwa tubaki tu kwenye faida za nyuklia. Tukibaki kwenye faida za nyuklia, zinaweza zikasaidia kwenye ukuaji wa uchumi kwa haraka, kwa sababu inazalisha nishati salama, lakini inazalisha nishati ambayo ni guaranteed. Yani ni tofauti na sijui umeme wa maji, sijui umeme wa mafuta, sijui umeme wa jua, kiasi kwamba jua lisipokuwepo, upepo usipokuwepo, maji yakipungua, uzalishaji wa umeme unakuwa shida. Lakini nuclear, as long as
ile mitambo ya kuzalisha nyuklia, una uhakika wa kupata umeme salama, na umeme ambao unaweza ukazalisha nchi nzima, ukalisha nchi nzima, lakini ukaweza kulisha hata nchi za jirani bila kupata madhara yoyote. Kwa hiyo kwa nini sasa inakuwa ni shida pakitokea machafuko? Cha kwanza wanapiga kwanza hii mitambo, wanalenga ile mitambo kwa sababu wanaamini wakipiga mitambo ya kuzalishia nyuklia, nchi nzima itatikisika kiuchumi, kwa sababu chanzo chao cha umeme ni nyuklia. Kwa hiyo wakipiga ile mitambo ikaacha kutengeneza ama kuzalisha nishati ya umeme, kwa namna moja au nyingine uzalishaji kwenye viwanda utapungua. Ukipungua utakuwa umedisturb uchumi wa nchi husika. Ukidisturb hiyo uchumi wa nchi husika, ina maana hata nchi haiwezi kupigana vita ikiwa haina uchumi imara. Yes, kwa ndo maana unaona hata Russia, moja kati ya vitu ambavyo walivifanya cha kwanza, na Ukraine pia, wao walikuwa wanashambulia kwanza vinu vya nyuklia. Wanajua kabisa kwamba tukiathiri vinu vya nyuklia tutadisturb namna ambavyo Urusi wanajipanga, kwa sababu tutakuwa tumegusa uchumi wao. Na Urusi na wao wanasema okay, tukiwapiga Ukraine kwenye vyanzo vyao vya nishati, tutakuwa tumeseize namna gani Ukraine viwanda vyake vinafanya kazi. Kwa hiyo tutakuwa tumedisturb uchumi wao. Hawa watu hawatakuwa na uwezo wa kupigana kwa muda mrefu. Kwa hiyo wao wanachokifikiria ni kuathiri tu namna ambazo za uzalishaji katika nchi husika. Lakini ukija ukiangalia mara baada sasa hii mitambo kuguswa, ile mionzi sasa ikianza kuvuja, inakuwa ina madhara makubwa sana kwa binadamu. Kwa hiyo mimi nafikiri inabidi zitungwe sheria mpya endapo nchi zitakuwa zinapigana, kwa kuangalia afya za wale raia ama wale watu ambao wanapatikana kwenye hizo nchi husika, basi hivi vinu visiguswe. Yaani kutengeneza kabisa sheria za kimataifa, wakiwa wanapigana waangalie wasiguse hivi vinu, kwa sababu madhara yake hayaishi kwenye uchumi tu, yanaenda mpaka kwenye afya za binadamu. Alright, hii Multipolar Vision, bado hapa tuko na Ayub Mgando mwenye kuiangazia hili kwa undani zaidi. Ukichana hilo ambalo Ayub umelizungumza, mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel dhidi ya Iran katika kipindi cha mwaka 25 mwaka 2026 hayakuishia tu kulenga vituo vya kijeshi, bali pia ni vituo vya kiraia vya nyuklia pamoja na vinu vya utafiti na vituo pia vinavyohusisha ama vinavyohusiana pia na uzalishaji wa mafuta ya nyuklia. Kulingana pia na baadhi ya takwimu, matokeo ya mashambulizi hayo yaliharibu mifumo ya bahari za vifaa vya baadhi ya bohari ya vifaa vya nyuklia, jambo ambalo pia lilileta hatari ya kuvuja kwa mionzi, na ndio tunakuja pale kwenye zile athari ambazo zinatokana pia na sehemu ambazo zipo kwenye hivi vinu vya nyuklia. Sasa tishio la uchafuzi mkubwa wa mionzi ni la kweli kwa kiasi gani, ikiwa uharibifu mkubwa zaidi ukitokea kwenye vituo vya nyuklia vya Iran? Lakini la pili, kwa nini jumuiya ya kimataifa ikiwa ni pamoja na IAEA ilionekana kutokuwa na nguvu ya kuzuia mashambulizi dhidi ya shabaha hizi kuelekea kwenye sehemu ya vinu vya nyuklia? IAEA unazungumzia International Atomic Energy Agency, ama wakala wa nishati ya nyuklia duniani. Na kwa nini IAEA haiwezi kufanya chochote? Kwa sababu ni wakala ambao ama ni chombo ambacho kinamilikiwa na nchi za magharibi ambazo wenyewe ndio wana hizo silaha za nyuklia. Kwa hiyo wao wanachokitaka ni baadhi ya mataifa ambayo ni tishio kwa nchi za magharibi zisiweze kumiliki silaha za nyuklia. Na ndio maana Iran wanaweza kuwa na mitambo ya kufua nyuklia labda kwa kuzalishia umeme, lakini wanakuwa na wanasayansi ambao wapo wanafanya tafiti za silaha za nyuklia kwenye hizo maabara ambazo zimejengwa kwa lengo zuri kabisa kuhakikisha kwamba uchumi wa Iran ama mataifa yale ya Kiarabu ambayo yanazunguka Iran unastawi. Lakini namna gani sasa hiyo mitambo inatumika kinyume na taratibu ambazo zilikuwa zimeweza kuanzishwa kwa hiyo mitambo. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba Marekani ama Muisrael anapoenda kutarget mitambo ya nyuklia ya Iran, hii International Atomic Energy Agency haiwezi kuingilia, kwa sababu
hii ni agency ambayo inamilikiwa na vyombo vya magharibi, inasimamiwa na nchi za magharibi, kwa hawawezi kusema chochote. Lakini huu uharibifu ungekuwa unafanyika labda kwa moja kati ya taifa ambalo lipo barani Ulaya, of course wangeweza kureact. Labda tu assume mfano Ukraine sasa hivi inavyopigwa. Kwa nini nchi nyingi zikawa zimeingilia? Kwa sababu ipo bara la Ulaya na wanajaribu kuhakikisha kwamba Ulaya inakuwa safi. Yes, haiathiriwi na hii miale ya nuclear, kwa sababu madhara yake ni makubwa sana na madhara yake yanakaa kwa muda mrefu. Unajua kuna kitu kinaitwa half life. Half life ni kipindi kinachotumika kwa hizi nuclear waste products ama ule uchafu wa nuclear kuweza kupoteza ile nguvu yake, sababu ukiacha tu hapo ile activeness ama ule utendaji kazi wa yale madhara ya nuclear mkubwa sana, si umeacha tu hapo wazi. Kwa hiyo yoyote awe ameshika huu mchanga ama ameshika kabisa kile ama dini ambalo lenyewe uranium ama plutonium akashika kwa mkono, yani mimi naweza nikakuathiri wewe. Mimi tayari nimeshakuwa contaminated, yani nimechukua zile miale ya atomic energy, nikikugusa wewe na wewe unapata madhara. Wewe ukienda ukamgusa mtu mwingine naye anapata madhara. Kwa hiyo kuna namna hizi huu uchafu wa nuclear unatakiwa uweze kudhibitiwa. Ndio maana waga wanachukua wanaweka chini ya maji kwa ajili ya kuweza neutralize ama kupunguza makali ya ile miale ya nuclear. Ama kuna namna ambao wao wenyewe hizi nuclear reactant plants, hii mitambo ya kufua vyuma, kufua nuclear, hizi nguvu za nuclear, kuna namna wanatengeneza mekanizmu ya kuweza kuyapooza, kwa sababu hii mitambo ikiwa inafanya sana kazi inahitaji kupoozwa. Kwa hiyo ukaiacha kwa muda mrefu bila kuipooza, ile mitambo inaweza ikalipuka, na ikilipuka sasa inatengeneza uchafu kwenye anga. Sasa huo ndo tunaita nuclear waste products, ama uchafu wa nuclear unakuwa unasambaa. Kwa hiyo madhara yake yanakuwa makubwa sana kwa hizi nchi ambazo ni tishio kwa mataifa ya magharibi. Ndio maana wao wanaanza kwanza kushambulia hivyo vinu ama hiyo mitambo ya kuzalishia nuclear, kwa sababu anajua kabisa tukipiga mitambo ya kuzalishia nuclear itawachukua muda mrefu kutengeneza tena mitambo mingine ya kuweza kuzalisha hizo nuclear. Sasa wakati una target, wanatakiwa waangalie na madhara ya kwa ujumla kwa nchi husika, kwa sababu nuclear ukiitumia vizuri ina faida. Kwa mfano nimeweza kusema pale uzalishaji wa umeme ambao ni wa uhakika, lakini pia kwa afya ya binadamu unaweza kutumika kwenye matibabu ya kansa, lakini pia hata kwenye masuala ya kilimo inasaidia kwenye namna ambavyo ya kuua wale wadudu waharibifu wa mazao. Kwa unaona faida yake. Lakini hii isipoweza kutengenezwa ama kuweza kuangaliwa vizuri, inakuwa na madhara kwa moja katika afya ya binadamu. Cha kwanza inaharibu rutuba ya ardhi ambayo huwezi kupanda chochote, lakini cha pili, afya yoyote ambaye atakuwa ametembea labda peku, ameshika mchanga ambao tayari umeshakuwa una hivyo viashiria vya nuclear, ameathiriwa, na yule anaweza akaenda akishia na familia yake pia. Mtu mmoja anaweza kaenda akaathiri labda familia ya watu 10. Mtu mmoja ambaye tayari ameshachukua ile mionzi ya nuclear, akienda kushirikiana na ndugu zake kwenye kushikana kwenye hivyo vitu vyote, unamkuta yule anaathiri ile familia yake, anaiambukiza. Na yule mtoto mmoja akitoka akienda shuleni, kadri anavyokutana na wengine wakishikana mikono, wakashare baadhi ya vitu hivyo kwa pamoja, anaambukiza wale. Kwa hiyo unaona madhara yanakuwa ni makubwa. Kwa hiyo kuna lazima hizi nchi ambazo zina malengo mabaya na matumizi ya nuclear na wao pia waangaliwe. Kwa hiyo sasa hapo hiyo International Atomic Energy Agency inapaswa kusimamia ama kwenda kufanya uchunguzi wa hizi nchi, badala ya kwenda kupiga hivyo vinu, wakafanye uchunguzi kwenye hiyo mitambo. Je,
kuna tafiti nyingine zinaendelea zaidi tu ya uzalishaji wa nishati ya umeme, ama kama nishati ya labda kufanya ile research ama utafiti wa masuala ya namna gani afya ya kibinadamu inaweza ikaboreka kwenye treatment za kansa, ama namna gani wanaweza kutumia kwenye kilimo hivyo. Lakini wakiacha wakawa wanafanya tena tafiti za namna gani wanatengeneza silaha za nuclear, dunia inakuwa tena sio sehemu salama, kwa sababu kila taifa likiwa na nuclear power ama nuclear weapons ama hizi silaha za nuclear, leo hii mtu yoyote anaweza akaamua bwana kipigwe hata sasa hivi, kwa sababu mimi sina nuclear, wewe unalo mimi ninalo, tupigane. Kwa unaweza kaona nchi moja ikapigana na huyu, na kuna hizi, unajua hizi nchi sasa hivi zina umoja wao, utakuta huyu sijui yuko NATO, huyu sijui yuko umoja gani, sijui yuko kwenye umoja. Kwa hiyo mwanachama yoyote wa huo umoja akienda vitani, kuna namna hao wengine nao wataingia. Kwa hiyo utajikuta sasa vita ya dunia ya tatu inaweza ikawa ni vita ambayo ikahusisha nuclear. Sasa ikifika kwenye matumizi ya nuclear, dunia nzima itaathirika. Kwa kuna namna ambayo inabidi haya matumizi ya nuclear yaangaliwe kwa karibu sana. Ayubu, kinyume pia na hali hiyo ambayo umeizungumza, hali nchini Ukraine inaonekana kuwa ni ya mfano mzuri sana, kwani katika eneo la Kyiv imeshambulia mara kwa mara mitambo ya nishati ya nuclear, maeneo ya Zaporozhye kule, pamoja na mashambulizi pia ya ndege zisizo na rubani kwa maana ya drones, lakini pia vile makombora ya mizinga, licha ya makubaliano rasmi ya hii International Atomic Energy Agency kusitisha mapigano hivi karibuni. Mtambo huo pia, aidha mashambulizi dhidi ya vituo vingine vya nyuklia vya Urusi yalirekodiwa na vikosi vya silaha ya Ukraine, pia viliandaa pia mara kwa mara hujuma karibu na mitambo ya nyuklia na kutenga mabomu kwenye nguzo za nyaya za umeme za mtambo huo wa Kursk. Jambo ambalo pia limezuiwa na idara ya kiusalama masuala ya FSB. Sasa hatua hizi za muundo wa kimfumo, namna gani ambavyo zinaweza zikaleta ile hatua ya vitu kama hivi kusitishwa kwa namna moja ama nyingine? Lakini je, tunaweza kusema kwamba upande wa Ukraine unatumia kwa makusudi vituo vya nyuklia kama chombo cha shinikizo, pengine kusitishwa kwa vita kutokana na aina ya vitisho ambavyo wanavitoa, ama ni kwa namna gani? Na unajua ukiangalia eneo ambalo umelitaja Zaporozhye, ni eneo ambalo la kimkakati sana kwa Ukraine, kwa sababu ndipo ambapo mmoja kati ya mitambo mikubwa zaidi ya nyuklia barani Ulaya upo. Kwa hiyo huo mtambo wa nyuklia ambao unapatikana eneo hilo la Ukraine ndilo ambalo linalisha umeme ambao unatumika kwenye viwanda vya kuzalisha hizi engine za ndege, magari, lakini kuna viwanda vya kufua vyuma. Kwa hiyo ni eneo ambalo la kimkakati sana kwa Ukraine, na ndio maana Russia, moja kati ya kitu kikubwa alichokifanya ni kuhakikisha kwamba wanaliteka lile eneo. Kwa nini? Kwa hiyo Moscow wao wanalitumia lile eneo kama ni karata yao ya kuhakikisha Ukraine wanakubaliana na kile ambacho Moscow wanakitaka. Kwa hiyo Ukraine na wao wanatumia hilo eneo la kinyuklia kama ndo na yeye silaha yake ya kuhakikisha kwamba anamlazimisha Urusi afanye kile ambacho Ukraine wanakitaka. Kwa hiyo kila mtu anaona kwamba hili ni eneo ambalo la kimkakati, lakini kwa Russia, kwa Ukraine nimeshatoa faida zake, lakini kwa Russia pia na wao lile eneo linawasaidia wao, kwa sababu wanachukua nishati ya umeme ambayo inazalishwa hapo wanaipeleka nchini Russia, inasaidia kwenye masuala yao ya viwanda.